tumepeleka mradi wa maji toka kwenye tenki hilo linaonekana ni dogo, halitoshi. Niombe kama kuna uwezekano ikarabatiwe tenki ile la Dalili la zamani, liko karibu, ni hatua kama 5 toka tenki ile ilipojengwa, ni eneo moja. Niombe kama kuna uwezekano ikarabatiwe ile tenki nao ndio najaza maji, ili upungufu wa maji usipatikane katika kata ya Tembela. Naomba kuwakilisha. Majibu. Tunamshukuru Mheshimiwa Diwani kwa kuliona hilo, kwa sababu ni ombi na pia kwa sababu tunachokihitaji ni kuendelea kuongeza huduma katika eneo husika. Basi tunaichukua tutaenda kuiweka kwenye mipango, tutakapopata ibali au fedha tutaweza kuifanyia kazi. Asante. Mwezi wa pili na wewe mwenyewe kama mwasilishaji ulifika kata ya Iringa Mapinduzi, lakini kuhusiana na adha iliyopo kata ya Iringa Mapinduzi ya maji, mkawaahidi wananchi ndani ya wiki 2 tutakuwa tumechimba kisima na gari iko Iruku. Baada ya wiki 2 gari litafika kuchimba kisima, na kweli adha iliyopo kata ya Iringa Mapinduzi ni kubwa. Serikali imewekeza fedha nyingi, kwa mfano ukiangalia shule ya sekondari zile pale na imejenga vyoo vya kisasa, lakini mpaka sasa havitumiki kulingana na adha ya maji. Sasa ni lini wananchi kata ya Iringa Mapinduzi watafikiwa na hii huduma? Kata ya Iringa Mapinduzi na vijiji vyake vyote kuna uhaba au ukosefu wa maji safi na salama. Ni kweli iliahidiwa kwamba kutachimbwa kisima. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mara ya kwanza katika ukanda ule tulichimba visima tukapata, japo sio Iringa Mapinduzi lakini vijiji karibu na Iringa Mapinduzi, tukapata maeneo yale hayana maji, ila walipima Iringa Mapinduzi ikaonekana uwezekano wa maji kuwepo upo. Lakini kwa jitihada kwa namna hiyo, kwa picha hiyo, sisi kama taasisi tuliweza kuangalia namna ya kuona kama tunajua sasa tukapata vyanzo vya maji juu ya ardhi. Pia tulifika tena tukatafuta vyanzo juu ya ardhi, tukaonyeshwa chanzo kimoja, tukawapeleka wataalamu wa kupima wingi, wakaweza kupima katika eneo, lakini bado inaonekana hata hayo maji ya juu ya ardhi hayawezi kutosheleza. Sasa basi, kwa maana hiyo tunarudi kwenye ile option ya kwanza ambayo ilikuwa ni uchimbaji wa kile kisima. Japokuwa sasa hatujajua kwamba manake ile unapopima inakuwa ni possibility ya kupata au la. Ukishachimba baadaye ndio unayaona wingi wake uko kiasi gani. Kwa hiyo tulichokifanya, kwa sababu vilishapimwa, basi tuliandaa gharama na tukaweza kuziwasilisha makao makuu kwa ajili ya kuchimbiwa. Ni kweli Mheshimiwa Diwani anasema kwamba mwezi wa pili iliahidiwa kwamba wataenda kuchimbwa. Labda niseme tu Mheshimiwa Mwenyekiti, ndani ya Wizara ya Maji kuna taasisi tofauti, na wakati anapata hiyo ahadi na ilikuwa chini ya RUWASA, ilikuwa ni kwa sababu RUWASA walikuwa na ile mitambo ya kuchimbia, lakini kwa sasa mitambo ipo bonde la Ziwa Rukwa. Kwa maana hiyo sisi tumekwisha kuwasilisha hizo gharama za uchimbaji na tuna matumaini yetu kwamba watatusaidia, kwa sababu sio hapo tu, waliopa maeneo yote ambayo yanahitajika kuchimba visima na tumeweza kuyawasilisha. Kwa hiyo tuna mategemeo yetu kwamba watafanya utekelezaji katika yale maeneo ambayo yanahitaji kuchimbwa visima. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Chesko. Kwanza niwapongeze kwa kazi kubwa mnayoifanya nyewe watu wa RUWASA. Lakini swali langu kuna kijiji changu cha Ilea. Kijiji cha Ilea, ndugu mwenyekiti, kina jiografia kuliko vijiji vyote vya kata ya Iringa. Ile jiografia ya kule, ndugu mwenyekiti, miezi kama hii kuanzia mwezi wa 5, wa 6 na kuendelea mpaka mwezi wa 12 kule Ilea kunakuwa na ukame. Sasa nataka niulize kwa hawa watu wa RUWASA, ni kweli kuna mradi unaendelea kijiji cha Ilea, lakini ndugu mwenyekiti, kile kijiji kilikuwa na mradi ambao kuna maji yanatoka kidogo kidogo. Sasa walipoenda
katika kuendelea mradi huu ambao walikata yale maji, ndugu mwenyekiti, mpaka sasa hivi hata yale madogo ambao wanapata wale wananchi hawapati. Sasa mwenyekiti, ni lini UWASA wataenda Ilela ili warudishie lile bomba ambalo linatoa maji madogo, ili kwa muda huu wa mpito waendelee hata kuyatumia yale maji, ukilinganisha na jiografia ya kijiji cha Ilea, maana ni kame mno. Maana yake wao wanatumia visima, na kipindi hiki visima vitakauka. Ni lini sasa watarudisha lile bomba yale maji ambao walikuwa wanatumia kwa siku zote, ingawa yalikuwa ni madogo madogo, waendelee kutumia? Asante mwenyekiti. Tulichokifanya ni uboreshaji wa ile njia ya bomba ya kwanza, kuweka njia mpya. Kwa hiyo maana yake ni kwa nini? Maana yake ni kwamba ile njia mpya imepita mule kuna ile njia ya zamani. Tulichokifanya si kama tulikata yale mabomba, tuliweza kutoa kwenye ule mtego wa kwenye bomba ile kwenye mtego wa kwenye chanzo, ili kusudi, kwa sababu kipindi kilichokuwa ni kipindi cha mvua. Tunajua kipindi cha mvua maana yake kinaruhusu mabomba yasingechukua muda yangeziba. Kwa hiyo tulifanya kwa makusudi ili kuweza kuwanusuru yale mabomba yasiweze kuziba kipindi hiki cha mvua, lakini kwa sababu hata kazi aliyofanya huyo kofundi ni amekwisha kulaza ile bomba, na kipindi ambacho kwa ni cha kiangazi maji yalikuwa yanafika mpaka katikati kabisa ya kijiji cha Ilea. Kwa hiyo kinachofanyika sasa ni nini? Tutakuja tumwahidi mheshimiwa diwani ndani ya hizi siku chache, kwa sababu shida ilikuwa ni mvua, kwa sababu zimeshakata, tutakuja turudishie, kwa sababu kutakuwa hamna athari yoyote hata tukiliweka kwa kulitega tu ile bomba, watu wakaendelea kupata maji tunapomsubiri huyo kufundi aweze kulipwa sehemu ya maombi aliyoyaomba ili amalizie kazi. Kwa hiyo nimtoe hofu, kwa sababu nia yetu ilikuwa ni njema tu, ili bomba lisiweze kuziba na matope. Tunajua kwamba ukishalifikia likiziba na matope ni kipengele kingine, lazima uchimbe uanze kukata tena, kwa hiyo inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, tunakuahidi kama hali itaendelea kama jinsi ilivyo, basi ndani ya wiki hizi 2 tutarudi kurudishia kulitega ile bomba ili muendelee kupata huduma na tunasubiri malipo. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Wa mwisho alikuwa ni Kanjanja. Nina swali moja dogo lakini lenye yeye inabidi. Swali la kwanza yeye. Mheshimiwa mwenyekiti, kabla ya swali nitatangulia maelezo ya miundombinu ya maji katika kata ya Inyala. Mheshimiwa mwenyekiti, kata ya Inyala tunapata maji kwa miezi 2 kila mwaka, kwa miezi 12. Sababu za msingi, kwanza miundombinu ile ni ya zamani ya mwaka 74, lakini pia kuna hali ya kimazingira ambayo imeathiri. Mwezi wa 6 tunapata maji, ikianza mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 11 hatupati maji, kwa sababu maji kwenye mto Mwambalizi ambapo tumetegwa bomba hakuna. Maji yanakuwa hakuna. Lakini kuanzia mwezi wa 12 tunapata maji, mheshimiwa mwenyekiti. Mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 5 hatupati maji kwa sababu ya mvua. Zikinyesha mvua, pale mahala panajaa tope, maji yanakuwa mengi, alafu machafu hayastahili hata kuingia kwenye bomba. Kwa hiyo nilitaka niulize RUWASA, wana mpango gani wa kupeleka miundombinu mingine na kutafuta vyanzo vingine vya maji kwenye eneo la Inyala? Kwa sababu taasisi zilizo nyingi, mheshimiwa mwenyekiti, kuna taasisi ya hospitali ya wilaya haina maji kabisa. Kuna taasisi za shule za sekondari za watu binafsi na serikali, ikiwemo sekondari ya Imeto ambayo sasa tunaipasisha mwaka huu kuchukua wanafunzi wa hiyo level, yani form 5. Sasa sijui maji watapata wapi. Kwa hiyo ndio nauliza swali kwamba RUWASA wana mpango gani sasa kupeleka miundombinu mingine ukiachana na huo mto? Muda mrefu sana. Kwa maana nyingine tunaweza tukasema hata ule uhai wake, kwa sababu tunavyoisanifu miradi tunaisanifu kwa kipindi
fulani labda miaka 20 na kadhalika. Sasa ukiangalia huu 1980 na kwa hiyo hata uhai wake umekwisha pita, hivyo maanake tulitakiwa tuuishe. Na kwa kulizingatia hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama taasisi mradi wa maji Inyala tumekwisha fika katika ile eneo na tumekwisha kutafuta chanzo kipya, kipo katika mto wa Havula na chanzo hiki kimekwisha kupimwa na tumekwisha kusanifu. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba katika utekelezaji wa miaka inayofuata hapa mbele, tuseme labda 27, 28, kadri tunavyoendelea kupewa vibali tunaendelea kuiweka kwenye vibali, lakini tayari tuna chanzo, tayari tumekwisha kusanifu. Kwa hiyo watu wa Inyala tunategemea mtaweza kupata huduma kutoka kwenye chanzo kingine na sio kile tena. Hiyo ndio mipango ya taasisi. Lakini kwa kipengele B kwa Yawaya, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikiri, ni kweli baada ya kujenga mradi ule na kuanza kufanyia majaribio ya kuweza kuachia maji, ilionekana kwamba yanapeleka maji kule, maji yamekuwa na kasi sana, yanapasua yale mabomba. Kwa hiyo kwenye kunusuru au kiutaalamu ni lazima tuweke kitu kinachoitwa break pressure tank BPT. Na ukiangalia Mheshimiwa Mwenyekiti, manake ilikuwa ni kazi ya nyongeza, hivyo tuliandikia na kuiombea, na tunashukuru sasa ile hela sasa imekwisha kupatikana, na nadhani hivi karibuni kama sio wiki inayofuata basi ile BPT itaweza kujengwa. Ilichukua muda kwa sababu ilikuwa ni kazi ya nyongeza, kwa hiyo lazima uiandike na kuiomba upya, ila tunashukuru imekwisha kupatikana hiyo hela. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mko pale na eneo jirani la pale kitongoji cha Isagama alijapewa maji, wanaoneje RUWASA kwamba vile vifaa viendelee kufanya kazi, wavifanyie kazi pale kwenye kitongoji kile cha Isagama, na tuwaombe na wananchi pale wachangie nguvu zao. Ni ombi langu. Ni sidhani kama inaruhusiwa sana inapobidi kwa maelekezo maalum, kwa sababu pia niseme hairuhusiwi kwa kuna miradi mingine ya maendeleo unakuta wale wanaotusaidia wanakuja na hizo condition, alafu tunakaa na wananchi tunaelezana, inatokea. Lakini ile miradi ambayo inatekelezwa kwa kutumia fedha za serikali mara nyingi hairuhusiwi kuomba wananchi wafanye hivyo. Lakini naomba tu nimtoe wasiwasi Mheshimiwa Diwani, kwa sababu kwanza mradi wa masoko, upanuzi mradi wa masoko sio kama kwa sasa hatujapokea hela, lakini tayari upo kwenye bajeti ya utekelezaji wa 25-26, na nimesema Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna imani kubwa tutapata fedha za utekelezaji kuweza kupanua, kwa sababu mradi huu upo kwenye lipa kwa matokeo, programu ya lipa kwa matokeo upanuzi wake, na programu hii kwa awamu ya pili imekwisha kuidhinishwa. Kwa hiyo ni swala la hela kufika kwa muda wowote na kuweza kuendelea na kazi. Kwa hiyo nimtoe wasiwasi, kwa sababu yeye yuko karibu zaidi kulikoni au wengine ambao sijawasema. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.